siwezi kuwalaumu kwa upande mwingine, kwa sababu maisha ni magumu. Nimefika kidato cha tatu, mitihani ya nje na ndani, mitihani ya nje na ndani nilikuwa naingia hata kiwilaya katika baadhi ya masomo. Nimefika form 3 mwishoni tukafanya mtihani wa kuingia kidato cha 4 ambapo nilitoka na 1 ya 8. Kama ilivyo ndoto ya watu wengi, pindi wanapopata ufaulu mzuri wa kimasomo, hutamani kufika mbali zaidi na kupata ajira ili kuweza kuyaishi maisha ya ndoto zao. Hali hii inakuwa tofauti kwa kijana Saidi Salum Lusanginja, mzaliwa wa Kahama, kata ya Kinaga, mkoani Shinyanga, ambaye yeye amepata changamoto kubwa ya kukatisha masomo yake baada ya hali mbaya ya kimaisha aliyoipitia katika familia yake, huku akikumbana na misukosuko ya kutosha pindi alipoingia mtaani kulisaka tonge. Nilifika nikalala mle, kipindi hicho sasa kuna vifusi wameweka, nikalala kwa chini ikiwa na shuka na begi la baadhi ya nguo. Siku ya kwanza nikalala, siku ya pili naofuata nikaenda kwenye kibanda cha kahawa, ndio nikaenda kulala saa 6 hiyo usiku. Baada ya hapo kwa siku ya pili kukakucha, kabla hujakucha pale watu wakanikuta pale, wananipokea, unalalaje nyie, ndio wizi, tunaibiwa mabenchi sio nini. Kijana Saidi baada ya kushindwa kujiendeleza kielimu kutokana na hali ngumu, kwa sasa yupo mkoani Kigoma ambapo bado anatamani kujiunga na vyuo vya ufundi, ambapo kwa sasa ameamua kugeukia kazi ndogo ndogo katika maeneo ya stendi mpya mkoani hapo ili aweze kupata chochote kitu. Kwa sasa tuko tunafanya biashara, kwa mfano kama Uunda yuko kula anauza, mimi niko huku katika hii program tunaoifanya. Sasa changamoto iliyopo kwa sasa ni kwamba umri unaenda, kuipata fedha ya kurudi shule inakuwa ni vigumu, kwa sababu biashara yenyewe ndogo, nakutana na changamoto kama hizo. Sometimes eneo la kazi ufunge, unakuta vitu vishaibiwa. Kila mtu ana changamoto zake, lakini kwa ugumu anaoupata Saidi, kiukweli inatia huruma. Nimerudi sasa, nimerejea nyumbani. Haya sasa imefika sasa muhula wa kuingia tena form 4 ambapo ndio kidato cha sekondari cha mwisho. Uchumi ukawa ni mgumu sana. Yaani kiasi kwamba ukitoka pale nguvu kazi, maana mimi na wadogo zangu 3. Nguvu kazi mzee ndio hivyo, anakuambia malazi, naumwa kiuno, maana naumwa kichwa. Shida kweli, afya mgogoro hivi. Japokuwa Saidi amepitia changamoto mbalimbali, lakini bado ana matumaini kutoka kwa Watanzania, akiamini bado ana nafasi nyingine ya kutimiza malengo yake, kwani uwezo wa kusoma bado anao. Ninachotaka kunisaidia sio fedha, bali ninachohitaji kusaidiwa wanipige je, yaani kama mtu anaweza kunifadhili wanipige je katika kusoma, yaani wanibebe kama nilivyo nikasoma. Kwa urefu wa habari hii, ungana na kamera ya Kanyuka TV iliyokutana naye katika eneo la Mwandiga mkoani Kigoma. Alieleza historia yake juu ya magumu anayoendelea kupitia na kisha kuwaomba Watanzania waweze kumsaidia kutimiza malengo yake. Mimi ni Rozi Mbogo, karibu. Kwa jina naitwa Saidi Salum Lusanginja. Ni mzaliwa wa Kahama, kata ya Kinaga, mkoa wa Shinyanga. Naishi na wazazi wangu wote wawili, baba na mama, ambao kwa sasa wanapatikana katika wilaya ya Kasulu, katika kijiji kimoja kinachoitwa Mvinza, kata ya Kagerankanda, katika huu mkoa wa Kigoma. Kwa sasa mimi nipo Kigoma, ambapo nipo na harakati kama nitakavyoanza kueleza. Shule nilianza 2013 katika shule ya msingi Nyamididi. Kwa sasa niko katika wilaya ya Msalala. Nimeanza masomo, nimesoma darasa la kwanza kufikia nusu muhula, nikahamishwa shule, nikahamia Mwakuhenga, shule ya msingi ambayo sasa na yenyewe iko Msalala. Niliposoma nikafika darasa la 6 katika hiyo shule ya msingi Mwakuhenga, nikahamia Mkuranga, wilaya ya Pwani, mkoa wa Pwani. Nimesoma kuanzia darasa la 6 mpaka nikamaliza
darasa la 7, ambapo katika kata hiyo kulikuwa na shule 4, ambapo niliibuka kuwa kijana aliyeongoza katika hizo kata kuelekea kidato cha kwanza. Nimeanza kusoma hicho kidato cha kwanza shule ya sekondari inayojulikana kama Kizomra Secondary School, ipo takriban kilomita 90 kutoka Dar es Salaam kusini kama unaelekea Mtwara. Nimesoma pale kufikia mwezi wa 9 kidato cha kwanza nikahamishwa. Yaani familia yote ilihama, tukahama wote pale, nikahamishiwa huku mkoa wa Kigoma, kijiji cha Makele, wilaya ya Kasulu, ambapo ndipo nilianza tena masomo kuanzia mwezi wa 9 form 1 kufanya NECTA wa mtihani wa kuingia form 2. Niliibuka nikiwa na 1 ya 9. Tumeanza kusoma tukiwa katika wanafunzi, darasa likiwa na wanafunzi 260. Nimeanza kusoma kidato cha pili hicho, nikatoka kuingia cha 3. Division zangu zilikuwa ni hizo 1, nikianguka sana naangukia 1 ya 10 ya 11. Mambo sasa yakawa shida kidogo, uchumi wa nyumbani ukawa ni mgumu, mazingira ya nyumbani ukitizama kweli wazazi siwezi kuwalaumu kwa upande mwingine, kwa sababu maisha ni magumu. Nimefika kidato cha 3, mitihani ya nje na ndani. Mitihani ya nje na ndani nilikuwa naingia hata kivilaya katika baadhi ya masomo. Nimefika form 3 mwishoni tukafanya mtihani wa kuingia kidato cha 4, ambapo nilitoka na 1 ya 8. Nikiwa mtu wa 3 kishule kati ya wanafunzi, ambapo tulikuwa tumefikia wanafunzi 243, kwa tumepungua wanafunzi 17. Hapo sasa ikawa ni likizo. Nimerudi sasa, nimerejea nyumbani. Haya sasa imefika sasa muhula wa kuingia tena form 4, ambapo ndio kidato cha sekondari cha mwisho. Uchumi ukawa ni mgumu sana. Yaani kiasi kwamba ukitoka pale nguvu kazi, maana mimi na wadogo zangu 3. Nguvu kazi mzee ndio hivyo, anakuambia malazi, nauma kiuno, maana nauma kichwa, shida kweli, afya mgogoro kifupi. Siku zimeenda hivyo, siku ya shule ikafika, ya kwenda kufungua shule. Nikamwambia mzee, mimi nataka niende shule. Akasema mwanangu, haiwezekani. Baki. Tusaidizane, mama yako kwa kipindi kile sasa mama alikuwa ni mjamzito. Kawa ni shida sasa. Ikabidi nibaki. Nimebaki, tulikuwa tunasaidizana kazi za hapa na hapa, lakini mimi moyoni kawa inaniuma sasa. Kawa inaniuma sometime. Nalia. Mwisho hiyo hali kaendelea hivyo hivyo. Mwisho nikazoea kidogo kidogo kuadapt mazingira. Nimefanya mwaka, maana sekondari natakiwa nimalize mwaka 2024. Maana darasa la 7 nilihitimu mwaka 2019. 2020 form 1 natakiwa nimalize kidato cha 4 2024. Kwa hiyo 2023 ikawa ni shida sasa kuingia kidato cha 4. Ndio masomo yangu alipokwamia hapo, kutokana na uchumi mgumu wa hali ya wazazi. Ndio, na ni kweli siwezi kumlaumu mzazi, kwa sababu toka nianze darasa la kwanza amenipambania vya hatari sana, kwa sababu nimeanza darasa la kwanza nikiwa mtu wa kwanza mpaka darasa la 7, ambapo niliona mzazi alikuwa anatia motisha. Kifupi nilifanya niwe vizuri. Hapo sasa ikawa ni shida. Mimi kwanza mgogoro kifamilia, mimi nataka niende shule, wazazi wanasema hawana hela. Ikabidi sasa tuanze kufanya mawasiliano kati ya wazazi na walimu. Mwaka 2024 hiyo. Walimu wa sekondari. Sekondari. Ili niweze kurejea shule. Hapo ulikuwa uko form 2 sasa. Hapo nimemaliza sasa form 3. Niko naelekea form 4. Wakawa wanafanya mawasiliano. Walimu walipotoa maelezo yao kwamba kwa saizi mwanafunzi kumuingiza katika mfumo wa serikali inakuwa ni vigumu, kwa sababu series ya ile ya kwanza ishapotea. Ina maana unakuwa kama unakuja kufanya mtihani au kusoma kama private candidate,
ikawa ni vigumu, wakawa wanadai kiasi cha pesa ambazo ni kingi sana. Mwaka 2024 hiyo mwishoni nikakimbilia huku Kigoma kuja kutafuta sasa nipambanie ni hali gani naweza kufanya, kazi gani ambayo naweza nikafanya ili niweze kuendelea na shule. Kiukweli nimefika Kigoma hakuna hata mmoja ninayemfahamu, na nimekuja bila hata taarifa mtu yoyote. Nilifika tu kwanza nilikuwa na simu ndogo nikaiuza memory card nikapata hela hiyo nauli. Nimefika kiufupi, mazingira ya kulala ikawa ni magumu. Cha kwanza kuna Green Apple pale, Green Apple kipindi hicho anatengeneza zile 2 parallel road, ile njia barabara ya pili. Nilifika nikalala mle kipindi hicho, sasa kuna vifusi wameweka, nikalala kwa chini ikiwa na shuka na begi la baadhi ya nguo. Siku ya kwanza nikalala, siku ya pili naofuata nikaenda kwenye kibanda cha kahawa, ndio nikaenda kulala saa 6 hiyo siku. Baada ya hapo kwa siku ya pili kukakucha, kabla hujakucha pale watu wakanikuta pale, wananipokea, unalalaje nyie, ndio wizi tunaibiwa mabenchi sio nini? Ambia hapana, mimi ni mwanafunzi kutoka sehemu fulani, nikajitambulisha, na uzuri nilikuwa nimevaa shati langu la shule ambao kama hivi nilivyoonekana. Wakanielewa, kama sasa unakuja mjomba, mimi nimekuja kutafuta maisha huko nipate hela nirudi shule. Pale nikamuona kijana anapita, nikamuita, bwana mimi natafuta kazi. Baada ya wale majamaa kuniruhusu, bwana nenda katafute kazi. Nikamuita, bwana mimi alikuwa anauza vitafunwa pamoja na chai. Nikamuita, tafuta kazi. Akanielekeza, bwana twende huku. Nikapeleka sehemu moja kwa mama mmoja hivi anauza vitumbua. Ndio nikawa nafanya kazi, lakini sasa peni ndogo, malipo kidogo sana, ambapo walikuwa wanalipa 30 kwa mwezi. Nikafanya kama miezi mitatu, ambapo nikawa na wenyeji sasa, maana ninapokuwa nazunguka hapa na hapa nikawa mwenyeji. Nikawa nimekimbia kidogo kutoka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa pili, kwa nimekimbia. Nikarudi tena nyumbani. Nimerejea nyumbani huo mwaka 2025. Nimerejea nyumbani nikawa kama vile sielewi. Mzee anasema vile hela ana, na kweli nikiangalia pesa hamna. Kwa hiyo ikaniwia ni vigumu. Nikamwambia ngoja kwenda nirudi tena. Hapo sasa na wenyeji, nikampigia rafiki yangu mmoja akanielekeza, bwana njoo uze, kuna kibanda huko cha jamaa. Nikaja ndo nikafika huko Kigoma tena kwa mara ya pili, mwezi wa 4 tarehe 9 2025. Nimefika, nimeanza kufanya kazi, kaanza kupiga kazi hapo kibanda cha soft drink. Anza kupiga kazi, ilikuwa ananilipa 40 kwa mwezi. Kwa kweli hali ilikuwa ngumu, kwa sababu katika maisha kwanza kuna mahitaji muhimu matatu ambayo unaweza kuyatimiza, ndipo maisha mengine yanaendelea: malazi, mavazi, chakula pamoja na makazi. Nikawa nalala stendi, nafanya kazi nalala stendi, kwa sababu hata bosi mwenyewe alikuwa sehemu ya kwenda kunilaza. Nafanya kazi nalala stendi. Mwishoni nikawa kama vile na mtaji wa shilingi 80,000. Nikaja wazo la kuanzisha biashara binafsi ya soft drink na vitafunwa. Nikaanza kufanya biashara, nikafungua biashara, nikamwaga bosi wangu, bwana mimi naenda kufungua biashara. Naona kama vile mambo sielewi. Mimi unajua, kama nilivyowaambia, mimi mwanafunzi natakiwa nijifahamu kimaisha, niendelee na ndoto yangu. Baada ya hapo nikaanza biashara. Nimeanza biashara, dada mmoja akanifuata. Akaniambia, bwana wewe nakutizamaga ukiwa unafanya biashara yako, unafanya kiusirious, japo sio kazi yako, ni kazi ya mtu. Unajituma kweli, nilikuwa naomba tuungane tufanye kazi pamoja. Akawa nimempa wiki moja nijifikirie kwanza kama itawezekana. Baada ya wiki moja hiyo nikawa nimemkubalia kwa tuungane. Tukawa tumeanzisha soft drink hapo stendi mpya Masanga Kigoma, stendi kuu ya mabasi kwa ndani. Kwa tunapiga kazi
tunapiga kazi na tunakuwa tunagawana. Ina maana after 10 days tunagawana hivi. Yaani kwa siku tuna make 7,000. Tuna make 7,000 after 10 days tunagawa katikati. Kwa hiyo hali hii iko hivyo, lakini maisha bado ni magumu kwa sababu sina makazi. Kinachotegemea mavazi na tumbo bado linaomba chakula hicho. Tukawa tunaendelea hivyo, tunafanya biashara. Mwishoni nikapata kiasi cha shilingi kadhaa, nikamngoja nitafute chumba. Hapo sasa imefikia kama mwezi wa 9 hivi 2025, mwezi wa 9. Nikawa ngoja nitafute chumba. Nikatafuta chumba ambacho kinalipia kwa shilingi 25,000 kiwemo na maji, umeme, na kila kitu ndio. Ambapo mpaka sasa ndipo naishi. Hali imeendelea hivyo mpaka sasa, lakini naona matarajio yangu kama vile yanakuwa ni kwa sababu kizingatia na umri nao naenda. Pesa nao kuimeki kwa wakati inakuwa ni ngumu kwa sababu mahitaji ni mengi. Kwa sasa na miaka 23. Nimezaliwa 2003. Tumeendelea hivyo. Kwa sasa tuko tunafanya biashara. Kwa mfano kama Uunda yuko kula anauza, mimi niko huku katika hii program tunaoifanya. Sasa changamoto iliyopo kwa sasa ni kwamba umri unaenda, kuipata fedha ya kurudi shule inakuwa ni vigumu. Kwa sababu biashara yenyewe ndogo, nakutana na changamoto kama hizo. Sometimes eneo la kazi ufunge, unakuta vitu vishaibiwa, ndio kama hivyo, inakuwa ni shida kidogo. Sasa saa hizi ndoto yangu kubwa kwa sasa ni kusomea mwalimu wa ufundi ujenzi, ambapo hapo ndio itaniwezesha kupata ajira kiurahisi. Kwa sababu nikisema nisomee nilitani kule, inakuwa vile vile nitegemezi hata kama nikihitimisha masomo. Lakini nikiwekeza huko kwenye ujenzi, hata kama mwenyewe naweza nikajiajiri. Kiufupi hali ya maisha sio nzuri. Nahitaji support members waanze kunisupport ili niweze kutimiza malengo yangu. Nilikuwa na ndoto nzuri tu ya kuwa daktari, lakini yote yalipotea. Ilifika kipindi nakutana na wanafunzi njiani na wish ni deviate ni hame njia kwa sababu ya ile majonzi ya kwamba mwanafunzi namuona kama vile kama vile ni afisa fulani hivi, nilikuwa na dunda. Ukiangalia mimi maisha yangu ni shida tu. Kwa hiyo ilikuwa inaniuma sana. Kwa mfano kipindi wanafunzi kipindi wanafunga shule wanapita pale stendi, walikuwa wanafika, lakini mimi nilikuwa naomba bwana niangalizie natoka. Kumbe niko na lengo la kwamba nisione wanafunzi kwa sababu ilikuwa inanikumbusha mbali sana. Ni hivyo. Ilikuwaje mpaka kukutana pamoja tuwasomeshe? Nilikutana na hao pamoja tuwasomeshe group. Kuna shehe mmoja anaitwa Atibu Hamisi, ni mtaalamu wa uchumi. Tulikutana naye katika msikiti wa Masjidi Dubai, ambapo alikuwa anatoa funzo la uchumi. Ndio nikamfuata, nikamwona huyu jamaa kama vile ana kitu, shehe wangu. Nikamfuata nikamuelezea, ndio kawa kumbe ndio miongoni mwao. Ndio kawa amenifikisha katika hapa hii kuelezea program na kuelezea historia ya maisha yangu. Ndio kama hivyo. Labda imekusaidiaje? Ama inafanya harakati gani kuhakikisha kwamba inakusaidia utimize ndoto zako? Kwa sasa ni kuomba Mungu. Ni kuomba Mungu au wanaonitazama waweze kunisaidia, wanipige jeki ambapo nimekwama. Na ndoto ndefu sana. Natamani sana kuwa mtu fulani. Unajua sasa hizi ulimwengu ni wa wasomi. Ulimwengu wa wasomi hatujui uko mbele inakuwaje. Kwa hiyo inahitajika sana elimu. Kila kitu sasa hizi ni elimu. Ulimwengu wa wasomi huu. Unajua katika maisha teknolojia sasa hizi inakuwa. Maisha yanakuwa yanajongea kila siku.
leo mko katika zama hizi zishabadilika hivi. Kwa kuna vitu vingine vinaweza vikahitajika huko mbeleni, vinahitaji mtu aliyefikia kiwango cha elimu fulani, alafu ndio hivyo shaishia njiani, na kuwa ni tabu kidogo katika maisha. Nataka kukusaidia mimi, ninachotaka kunisaidia sio fedha, bali ninachohitaji kusaidiwa wanipige je, yaani kama mtu anaweza kunifadhili wanipige je katika kusoma, yaani wanibebe kama nilivyo nikasome. Yeah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.